Ziara hii ilikuwa ni kukutana na wajumbe wa kamati za michezo za mikoa na kuweza kushauriana nao namna gani wanaweza wakashirikiana kwa ajili ya kuendeleza michezo katika mikoa yao. Lakini jukumu letu jingine la pili ilikuwa ni kukutana na wadau wa michezo katika mikoa ambayo tumekwenda na kujaribu kuzungumza nao changamoto ambazo wanakumbana nazo, mafanikio ambayo wameyapata katika kuendeleza shughuli za michezo, lakini na way forward nini wafanye ili waendeleze michezo katika maeneo yao. Lakini pia ziara yetu ililenga kutembelea shule miongoni mwa shule 56 zile ambazo zimechaguliwa na serikali kwa ajili ya kufundisha somo la michezo na kuendeleza michezo hapo kwenye hizo shule. Tumepita kwenye hizo shule katika kila mkoa, tumetembelea miundombinu, tumeangalia idadi ya walimu waliopo, idadi ya wanafunzi ambao wanachukua mchepuo wa somo la michezo na mafanikio ambayo yamepatikana kwenye hizo shule kupitia somo la michezo kwenye hizo shule. Kimsingi, Baraza la Michezo la Taifa BMT tunatoa pongezi za dhati na shukrani za dhati kwa makatibu tawala wa mikoa au wenye viti wa kamati za michezo za mikoa, ushirikiano mkubwa ambao wametupatia kuanzia walipotupokea mpaka kufanikisha majukumu haya katika mikoa yao. Tunaahidi kuendelea kushirikiana nao na kwenye mikoa ambayo hatujaweza kwenda tutakwenda awamu ijayo. Lengo ni kufika kamati za michezo zote zilizopo hapa nchini na kupeana ushauri na majukumu na wadau wa hapo au wale viongozi walioko katika hizo kamati kwa ajili ya kuweka mikakati thabiti ya kuendeleza michezo katika maeneo yao. Kimsingi, mambo makubwa ambayo tumeyasisitiza ni kufanya kazi kwa pamoja, kuwa na ubunifu katika kutafuta vyanzo vya fedha katika kuendesha michezo, hususan kugharamia timu zao za mikoa, lakini pia kuweka mikakati ya kujenga miundombinu ya kisasa ili wananchi wapate maeneo kwa ajili ya kuweza kucheza michezo mbalimbali. Lakini kubwa lingine pia ambapo tumewashauri wasiache kushirikiana na watu wenye mahitaji maalum. Watu wenye ulemavu ni kundi kubwa ambao lipo hapa nchini, linahitaji pia kushirikishwa kwenye michezo kwa ajili ya kuboresha vipaji vyao na kujenga uchumi wao kwa kupitia michezo. Lakini pia tumesisitiza wasiache kuwashirikisha akina mama, wanawake nao washiriki michezo kwa wingi, kwa sababu michezo haibagui jinsia ya aina yoyote. Kikubwa tumewasisitiza wajenge pia academy na kwa ajili ya kuibua vipaji vya kuendeleza vijana kuanzia level za chini, ili kusudi waweze kupata vijana ambao watakuja kulitumikia taifa katika michezo mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu amewajalia vipaji kuwa navyo. Lakini la mwisho kabisa, tumewasisitiza waweke mipango ya kuongeza capacity building, yani taaluma ya michezo kwa wadau wao. Kwenye mashule, walimu wa michezo walioko mashuleni wapewe mafunzo ya kutosha ili waweze kufundisha michezo wakiwa na taaluma hizo. Lakini kwa wale ambao ni wajasiriamali, watu wa mtaani, nao wafikiwe na wataalamu wa michezo kwa kupitia programu zitakazosimamiwa na kamati za michezo za mikoa, ili Watanzania wote wanaotaka kuwa makocha wawe makocha wanaofundisha vijana wetu wakiwa na taaluma ya kutosha kwa mchezo ambao wamepanga kufundisha.